Watanzania washauriwa kuepuka ushawishi wowote unaoashiria uvunjifu wa amani na umoja wa kitaifa, hususan wakati huo kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo Oktoba 29. Na katika michezo, klabu ya Simba yakabidhiwa shilingi milioni 15 za ahadi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia hamasa ya goli la mama baada ya kuichapa Nsingizini Hotspurs katika mchezo wa mashindano CAF. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, amekagua maendeleo ya ujenzi wa kituo cha polisi Nandagala wilayani Ruangwa mkoani Lindi na kuagiza kituo hicho kianze kazi ifikapo Novemba mosi mwaka huu. Hawa ni makamanda wa jeshi la polisi, wana utaratibu wa kila siku asubuhi wanapiga gwaride. Hawezi kupiga gwaride vumbini. Malengo yetu tarehe 1 mwezi wa 11 kituo kianze kazi. Wananchi wa Nandagala, Mawa, Chienjele, Mibure, Wapi, Malolo, Michenga waje hapa baada ya kwenda Ruangwa. Kitoe huduma kwa eneo hili vizuri. Mheshimiwa Majaliwa amemwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ruangwa Frank Chonya kuhakikisha samani zinawekwa katika kituo hicho ili kiweze kutumika kwa kutoa huduma kwa wakazi wa wilaya ya Ruangwa. Mkurugenzi, tumpunguzie mzigo IGP. Tutafute meza za maafisa wetu. Maafisa wa jeshi la polisi na wao wanapaswa kukaa mahali pazuri, wafanye kazi vizuri. Na ndio kwa sababu tuliratibu hapa pawe pazuri. Mkurugenzi, kule mbele ni kwa vumbi. Msimu wa mvua unakuja. Isingekuwa vyema wananchi wanakuja wanakanyaga mavumbi na matope, wanaingia nayo kituoni. Weka pepo. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Imori, amesema kuwa kiasi cha shilingi milioni 164 kilitengwa kwa ajili ya kujenga kituo cha polisi cha daraja C, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu aliagiza kituo hicho kijengwe kwa mfumo wa force account na fedha nyingine zijenge nyumba za maafisa wa polisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu akatuelekeza kwamba kwa kuwa tunajenga kituo hiki kwa force account, mkandarasi ni wa nyumbani, maji ya kwetu, mchanga wa kwetu, hebu tujibane, fedha hizi zijenge na nyumba 2 za askari kwa ajili ya kukaa hapa kituoni. Ujenzi wa kituo hicho ambao umegharimu kiasi cha shilingi milioni 194.3 umefikia 95% za utekelezaji. Kukamilika kwake kutawezesha wananchi katika vijiji 32 kwenye kata 8 za wilaya ya Ruangwa kupata huduma. Mimi ni Jumaa Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Watanzania wametakiwa kuepuka ushawishi wowote unaoashiria uvunjifu wa amani kuelekea siku ya uchaguzi mkuu, kwa madai kuwa hakuna haki inayoweza kupatikana mahali ambapo hapana amani. Aliyewahi kuwa waziri katika wizara mbalimbali, Daktari Harrison Mwakyembe, amewaambia Watanzania haya kwenye mdahalo ambao umeandaliwa na shirikisho la vikoba Tanzania, Vikoba Feta, mdahalo ambao umefanyika jijini Mbeya. Amani ni msingi wa haki zote. Ni kwa sababu amani ikipotea, haki zote zinapotea. Kwa maana nyingine, machafuko yanatawala. Katika hali ya machafuko, ni vituo gani vya polisi vitakuwa wazi kupokea malalamiko yako ya kuonewa? Au ni mahakama ipi itakuwa na milango wazi kukusikiliza shauri lako wewe? Mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amewahakikishia wananchi kuwa ndani ya wilaya yake uchaguzi mkuu utafanyika kwa amani na utulivu, huku baadhi ya washiriki wa mdahalo huo wakieleza matarajio yao katika siku ya kupiga kura ya Oktoba 29 mwaka huu. Wananchi wa wilaya ya Mbeya na viunga vyake, makundi yote, mamalishe, wafanyakazi na wananchi wote zaidi ya 900 wa wilaya ya Mbeya wanaenda kupiga kura kwa amani. Leo ni siku yetu ya kongamano la kuadhimisha
miaka 26 ya kifo cha baba wa taifa na kuenzi tunu alizotuachia za amani, haki, udugu na usawa kuelekea uchaguzi mkuu. Mimi napenda kusisitiza kitu kimoja kuelekea tarehe 29 kwamba tuamke asubuhi mapema sana, tuwai twende tukapige kula, tuchague kiongozi ambaye unaona wewe anakufaa. Mpaka kuamka asubuhi kufanyaje, kwenda kupiga nini, kupiga kula, kuchagua viongozi ambao watafanyaje, watatusaidia katika nini, kuendesha nini shughuli zetu mbalimbali. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel TV. Wa dini mbalimbali kanda ya kaskazini mikoa ya Arusha, Tanga, Kilimanjaro na Manyara wamekutana mjini Moshi mkoani Kilimanjaro na kuweka maazimio kwa pamoja kwa kuwataka viongozi na wananchi kushirikiana kwa pamoja katika kulinda amani na utulivu vilivyoasisiwa na waasisi wa taifa hili. Akisoma maazimio mkutano huo wenye kauli mbiu kupiga kura ni haki yetu na kulinda amani ni wajibu wetu, Katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Kilimanjaro Awadhi Lema akataja baadhi ya maazimio ikiwemo kuhamasisha wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29. Sisi wanakongamano tunaazimia kwamba moja, tunawajibika kuhamasisha watu wote waliojiandikisha kupiga kura na kuhakiki majina yao na kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Azimio la kwanza. Azimio la pili, makongamano ya amani yawe endelevu. Azimio la tatu, viongozi wa dini waelimishe waumini kuhusu haki na wajibu wao katika kulinda amani ya nchi yetu. Akifungua mkutano huo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu, mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava akawapongeza wananchi na viongozi wa dini katika kuhubiri amani nchini, huku akiwahakikishia hali ya usalama na amani, hivyo ajitokeze kwa wingi siku ya kupiga kura. Na tunawashukuru sana viongozi wa dini, mmeendelea kuliombea taifa letu na mmekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba taifa letu linaendelea kuwa na utulivu hata katika kipindi hiki ambacho tunaendelea na mchakato wa uchaguzi. Na kwa niaba ya serikali tunaomba kuwahakikishia yale yote ambayo yanahusu serikali katika kuhakikisha siku ya uchaguzi kunakuwa na utulivu na kunakuwa na amani ya kutosha. Na rais wetu ameshatuambia kwamba nchi iko salama, ina amani, ina utulivu na una ulinzi wa kutosha. Hivyo basi watu waende wakapige kura, warudi majumbani. Nao baadhi ya viongozi waliohudhuria mkutano huo wa siku moja wakawasisitiza Tanzania kuwa wazalendo na kudumisha amani na haki ili kuinua taifa. Uzalendo huu unachochea mshikamano wa kitaifa kwa kuzingatia usawa na heshima ya kila mmoja. Unajumuisha juhudi za pamoja za kuimarisha maendeleo ya nchi bila kujali tofauti za kikabila, kidini au kijamii. Amani isikuwepo ndani ya nyumba na kujifungia milango. Maadui wanaweza wakavunja mlango wakakuingilia wakati wote. Lakini hifadhi ya mwanadamu ya kweli ni tujue kwamba tunalo jukumu la kuona kwamba amani na haki vinatawala katika maisha yetu ya kila siku. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Serikali imewataka viongozi wa vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii kuhakikisha maji yanapatikana kwa wananchi wakati wote, kwa kuwa hakuna sababu za msingi za wao kuikosa huduma hiyo wanayoigharamia. Agizo hilo limetolewa wilayani Chamwino hapa mkoani Dodoma na mkuu wa wilaya hiyo Bi Janet Mayanja wakati alipokuwa akifungua kikao cha utendaji kazi wa CBOS, na kusisitiza kuwa ukosefu wa maji katika maeneo ya miradi kumekuwa kukichangiwa na ubadhirifu wa baadhi ya viongozi wa jumuiya. Mtu aliyekuwa kwenye DP akiwa ameuza ndoo 1000 au ndoo 500, viongozi wenyewe wanamwambia kama benki nenda kaweke kwa siku hela ya ndoo 100, hii nyingine tugawane. Mko hapa. Kwa kuna zinazoishia kwa yule aliyopo kwenye DP na zingine sasa zinaenda kuishia, zingine wanaenda kugawana kwenye nini?
kwenye chombo. Aidha, akapiga marufuku uongezaji wa bei za maji kutoka shilingi 30 hadi shilingi 100 kwa ndoo, huku afisa maendeleo ya jamii Bwana Fraiko Masasi akitoa taarifa ya utendaji kazi wa jumuiya 62 na meneja wa mkoa wa Dodoma na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa Mhandisi Mbaraka Ali akiweka wazi jinsi wilaya hiyo ya Chamwino ilivyo na makusanyo mazuri ya uchangiaji wa huduma za maji. Sasa na serikali imejenga miradi, nyie mnashindwa kusimamia, wananchi mpaka wanakosa maji. Ni sawa jamani? Hizi nafasi mlizonazo, kama kuna mtu hawezi mchaka, wewe unaweza tu kujiuzuru kama Katika kipindi cha robo ya kwanza Julai mpaka Septemba 2025, lengo la vyombo ilikuwa kukusanya shilingi milioni 305,729,755. Takwimu za mwezi wa 9, wilaya ya Chamwino ilikusanya milioni 68.9, ndio ilikuwa ya kwanza. Ikafuatiwa na wilaya nyingine. Lakini kwa mwezi huu wa 10 mpaka sasa, leo hii nimeangalia kwenye dashboard ambayo iko huru tu kuangalia, wilaya ya Chamwino ni ya pili kwa maana imekusanya milioni 32.7. Kutoka hapa Dodoma ni Kulinga Mongi. Akizungumza katika hafla ugawaji wa vyeti kwa wakulima 97 waliomaliza mafunzo ya kilimo biashara, lishe bora na kilimo chenye tija iliyofanyika katika kata ya Dumila wilaya ya Kilosa, mkuu wa wilaya hiyo Shaka Hamid Shaka amesema mashamba hayo yaliyochukuliwa na serikali baada ya kushindwa kuendelezwa yatakuwa chachu za uzalishaji wa mazao na kukuza uchumi kwa makundi hayo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tunamshukuru sana. Amefuta karibia ekari 68,000 kwenye wilaya yetu ya Kilosa za ardhi. Moja ya kipaumbele ambacho tumekiweka ni kuhakikisha kwamba ekari hizi 68 tunazigawa kwa makundi ya kina mama, kwa makundi ya vijana na makundi maalum, ili kusudi waweze kufanya shughuli za uzalishaji kupitia sekta ya kilimo. Wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo waliohudhuria halfa hiyo wamesisitiza umuhimu kwa wakulima kutumia pembejeo bora na viuatilifu kwa wakati ili kufanikisha malengo ya uzalishaji wa kutosha. Matigro ni mbolea bora kabisa iliyobeba vinilishe vyote muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mmea, kwa maana iko na nitrogen, phosphorus pamoja na potassium. Mbolea yetu hii inafanya maajabu kwenye mmea, kwa maana ya kwamba ndani ya siku 4 mpaka siku 5 atakayotumia mkulima basi itafanya kuleta matokeo mazuri. Katika eneo hili mbolea yetu tayari imeshafanya kazi nzuri sana kwa wakulima wa nyanya, imefanya kazi nzuri kwa wakulima wa mahindi, lakini pia kwa wakulima wa ufuta pamoja na mbaazi. Kwa sasa hapa tuna mbegu zetu ya nyanya inayoitwa Biglock F1. Nyanya hii ni nyanya ya hybrid, ni nyanya ya kisasa kabisa, nyanya ambayo inafanya vizuri kwa ukanda wa Morogoro, ukanda wa Pwani na Dar es Salaam pia. Lakini pia ni nyanya ambayo ina matunda imara na bora yenye ganda gumu na yanayodumu kwa muda mrefu, siku 21 na kuendelea. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel. Jumla ya ekari 68,000 za mashamba zinatarajiwa kugawiwa kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye mahitaji kumradhi. Tunaelekea kule mkoani Tanga ambako tunaelezwa wananchi mkoani Tanga wametakiwa kufanya uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti kwa lengo la kupatiwa matibabu ya haraka kwa wale watakaobainika kuwa na saratani hiyo, ambapo lengo ni kupunguza vifo vitokanavyo na saratani hiyo ambayo imeonekana kuwa changamoto kubwa mkoani humo. Wito huo umetolewa na Dr. Rashid Suleiman ambaye ni daktari bingwa wa upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga na mkufunzi mkuu wa uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti, na hapa anaeleza ukubwa wa tatizo hilo mkoani hapa baada ya watu 22 kubainika kuwa na saratani ya matiti kati ya watu zaidi ya 9,000 waliofanywa vipimo vya awali vya tatizo hilo. Ni 3.5% kwa mwaka huu ya wagonjwa ambao tumewachunguza wenye shida mbalimbali za matiti wameonekana wana saratani ya matiti. Kwa hiyo wito wetu kwa jamii ya mkoa wa Tanga na kwa Tanzania kwa jumla, saratani ya matiti ni saratani namba 2 inayoongoza kwa kuua na kuathiri jamii ikiwemo wanawake na wanaume. Kwa hiyo
uchunguzi wa awali ndio suluhisho kubwa la shida hii. Zoezi hilo la uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti linaendelea kwenye maeneo mbalimbali mkoani Tanga chini ya ufadhili wa taasisi ya Pfizer kwa kushirikiana na shirika la JPEGO. Na hapa Dr. Hudi Shedadi ambaye ni mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Handeni anawataka wananchi kuachana na imani potofu juu ya tatizo hilo. Huduma zote za uchunguzi wa saratani ya matiti ni bure. Kwa hiyo wananchi wafike vituoni ili kupata huduma hii na watafanyiwa huduma bila malipo yoyote. Sasa ile habari ya imani potofu kwamba mtu amerogwa au amefanyiwa kitu tofauti na mwenzake ife. Baadhi ya wananchi waliojitokeza kwenye kituo cha afya Kidereko kilichopo nje kidogo ya mji wa Handeni kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti wamesema wanawake wengi wanakuwa hawatawapimi, tuseme kwa sababu labda ya ukosefu wa elimu kuhusu saratani ya matiti. Kwa hiyo binafsi nashukuru kupata mafunzo haya ya saratani ya titi, na pia niombe serikali kwamba watakaobainika na hayo matatizo basi serikali ijaribu kuwasaidia ili kuweza kupata matibabu. Ndio hivyo, unakuta mtu titi linatoa maji au limevimba. Ndio hivyo tunavyojua kwamba ndio tunajua kwamba kwa uelewa kwa kuambiwa ndio tunajua kwamba ni saratani ya matiti. Nashukuru kwa sababu sasa hivi madaktari wamepatikana na tiba inapatikana. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Naam, na katika michezo tunaeleza kwamba Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amekabidhi kiasi cha shilingi milioni 15 kwa timu ya Simba Sports Club ikiwa ni zawadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa kwa timu hiyo baada ya mchezo wa kufuzu hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya timu ya Nsingizini Hotspurs. Tupate taarifa zaidi. Msigwa amekabidhi fedha hizo kwa wachezaji na viongozi wa timu hiyo wakati wa mazoezi ya kujiandaa na mchezo wa marudiano unaotarajiwa kuchezwa mwishoni mwa juma hili uwanja wa Benjamin Mkapa, huku akiipongeza timu hiyo kwa ushindi huo na kuwatakia heri mchezo ujao. Ana imani kubwa sana na Simba katika mashindano ya mwaka huu. Mheshimiwa Rais amenituma niseme hivi, yeye yuko kwenye kampeni, anakamilisha mchakato kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi Oktoba wa Tanzania watakapopiga kura. Lakini haachi kuzifikiria timu zake zinazoiwakilisha Tanzania kimataifa. Na muda wote anahakikisha kwamba wakati timu zinacheza yeye lazima atazame michezo. Sasa akasema, hili nimesema mara nyingi, lakini Mheshimiwa Rais safari hii anawapongeza sana Simba kwa kuwa na kikosi bora cha mashindano kwa ajili ya mechi za kimataifa. Viongozi na wachezaji wa Simba wameishukuru serikali kwa moyo wa kuthamini michezo na kuahidi kuendelea kufanya vizuri katika hatua zinazofuata za mashindano hayo. Tunaomba utufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo anapenda vilabu vyetu vya Tanzania na kwa motisha mkubwa anayotoa kwenye michezo na hususa hili goli la mama na mambo mengine mengi. Tunamwahidi tutazidi kushinda. Na kwa kweli siku ya Jumapili sijui andae shingapi. Andae shingapi Jumapili? Shingapi jamani? Tunashinda goli ngapi? 80. Haya. Andae 80 itakuwa sijui goli ngapi. Sisi kama wachezaji kuelekea katika mchezo unaokuja tumejiandaa vizuri kwenda kuiwakilisha nchi vizuri, kwenda kutafuta ushindi mwingine. Shabani Mpute, Channel 10. Wa taarifa yetu ya habari, baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.